wazee, na wazee ni watu wake Nyerere. Mheshimiwa Mwalimu Nyerere alikuwa mtu wa kwenda na ratiba, umuhimu wa amani katika ujenzi wa taifa letu. ACP mstaafu Jamali Lwambo falyatafadhal mashkura wa mahjura. Makofi kwake jamani. Huyu ni mlinzi wa amani ya taifa hili, msimuone hivi. Shafanya makubwa sana kwa ajili ya nchi. Karibu. Nashukuru sana. Ndugu mgeni rasmi, itifaki imezingatiwa. Na mimi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata nafasi hii kuwa mbele yenu na kutakiwa kuzungumza umuhimu wa amani katika ujenzi wa taifa letu. Lakini kabla sijaja kwenye mada, ni vizuri tukatambuana. Naitwa Jamal Mandenda Lwambo, kamishna msaidizi mwandamizi mstaafu wa Jeshi la Polisi Tanzania. Ni mwanasiasa, sasa hivi ni mgombea ubunge wa jimbo la Mbagala kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Nimshukuru sana ndugu yangu Idi Hassan kwa kuja na wazo na kuchukua juhudi binafsi kunifuata nyumbani nikiwa katika pilika za kampeni zinazoendelea na kunialika katika kongamano hili la kumwenzi baba wa taifa. Hakupata shida, nilimkubalia kwa sababu Idi Hassan ni zaidi ya vile tunavyomfikiria. Nilikuwa na sifa zote za kufika hapa. Kwanza, mimi ni mzee, umri wangu wa sasa ni miaka 72. Zaidi ya nusu ya umri wangu nimelitumikia jeshi la polisi na kustaafu na nishani ya utumishi uliotukuka. Utumishi uliotukuka ni zaidi ya utumishi wa kawaida, lakini pia mimi ni msanii, ni mtunzi na mwandishi wa vitabu. Mpaka sasa nimeandika vitabu 7 kikiwemo kitabu kinachoitwa Jamali Lwambo, maisha ya kachero mstaafu. Itapendeza sana wewe uliopo hapa ukakipata kitabu hiki ambavyo ninacho kwa kopi chache nilizokuja nazo, lakini pamoja na kitabu hiki nimeandika kitabu nikionyesha sifa za viongozi wanazopaswa kuwa nazo. Nimekiita Utamu wa Ndizi Mbivu. Kama vile haitoshi, nimeandika kitabu kingine ambacho wengi wanadhani mimi ni jeuri, lakini mimi sio jeuri, japokuwa nimeandika kitabu Siombi Radhi. Siombi radhi. Hata hivyo, nimeandika kitabu kingine 1 hadi 2. Nimejaribu kuonyesha mfumo usio rasmi wa rushwa unavyoendelea kurasimishwa
katika vyama vyetu vya siasa, hasa wakati wa chaguzi mbalimbali, na vitabu vingine vitatu nimeviandika pia, lakini sio lengo la mada hii. Kubwa lilikuwa ni kujitambulisha, alafu nije kwenye mada. Vitu ambavyo mtavisikia zaidi ni jinsi utumishi wangu ulivyonipa nafasi ya kulinda amani. Unapokuwa afisa wa polisi mwenye dhamana, pamoja na yote unayoyafanya, kubwa ni ulinzi wa amani. Amani ni kila kitu. Amani unaweza kuitazama katika mapana mengi sana. Namshukuru sana mzee wetu Madabida kwa muda aliyoutumia kutueleza mengi juu ya taifa letu na umuhimu wa sisi kuwepo hapa kama wazee. Wazee tuna dhamana kubwa kwenye taifa letu pale ambapo tunapoona mambo hayaendi sawa sawa. Kwa hiyo wazo na utekelezaji wake mnastahili pongezi sana. Pongezi sana Bwana Idiaza. Pongezi kwenu wote mlioalikwa na kufika kwenye kongamano hili. Napongezeni wote kwa sababu mmeitwa, mmeitika. Sisi wanasiasa wakati fulani tunafurahi tunapoita watu kwenye mikutano yetu wakaja tukaongea nao, lakini kwa hili unastahili pongezi sana. Hii ni ufanisi 100%. Na ni kawaida watu kama wakina Idi Azad huwa watajitaji, kama ambavyo mtu kama Jamali Rwamo sio rahisi kumtaja taja. Wanaweza kuwa wanafanya makubwa, lakini kwa sababu hili au ile ni matokeo ya mifumo yetu hii. Lakini sio kwamba wapo na wana mambo mazito. Pale walitajwa wazee wetu wa Saigon, na mimi nimsimamishe tu Alhaji ndugu yetu Katibu Idi Boy. Tafadhali simama mara moja hapo ulipo. Bwana Idi Boy licha ya kofia yake ya wana Saigon, lakini tulisimama naye hija, tukainua mikono yetu kwa pamoja pale viwanja vya Arafa kuliombea taifa letu liwe na amani, na hasa kwenye uchaguzi ujao. Katika maana hiyo, licha mimi nami kuwa kamanda mstaafu, lakini nina daraja hilo la kuwa alhaji. Unapokuwa na hofu ya Mungu, utaona umuhimu wa kusisitiza amani mahala ulipo. Labda kidogo ambacho nami niseme juu ya uzee wangu. Nami nilianza shule ya msingi kabla ya uhuru, lakini nikiwa darasa la kwanza 9 mwezi wa 12 ile 61 tulipopata uhuru, nilikuwa mwanafunzi darasa la kwanza. Mwaka 68 mpaka 71 nilikuwa mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Tanzania. Pale tulikutana na kina Telona, sitaki kuyasema wakati huo, lakini hao ndio walikuwa vijana wetu wanatubebea madaftari kuonyesha jinsi gani hili jambo lina raha zake. Kwa hiyo sisi wote ni wazee wa Tunguna, tuna lugha zetu,
tunazoongea, lakini kama wazee lazima muone kwamba tumetendewa haki. Wazee kawaida wana sifa tatu kubwa. Moja kati ya sifa zao, kwanza ni kukasirika na kuzira. Pale nyumbani ukiona mzee anakasirika na kuzira, anaweza kuzira chakula, anaagiza chakula kile kikichelewa na anasema amechelewa, wala usikiondoe kile chakula, atakidai tu baadaye. Kwa hiyo endelea kumvumilia. Hiyo ni sifa moja kati ya wazee. Wazee tunakasirishwa pale tunapoona amani inachezewa au inaelekea kuharibika. Lazima tukasirike. Wewe ukikasirika unapoona vitendo vya amani vinavunjwa, jua una sifa wazee, na kongamano hili linakuhusu. Pongezeni sana wazee. Lakini sifa ya pili ya wazee ni kusahau. Na sahau sana. Sasa niwaombe katika hili wazee, msisahau historia kama tulivyokumbushwa na mzee wetu hapa Madavida. Na yale yaliyozungumzwa kwenye kongamano hili, naomba pia kutoka hapa msiyasahau. Yapelekeni kwa wanao watakao wasikiliza, na hasa vijana mwache nyumbani, kwa sababu ni ya muhimu sana. Japokuwa hiyo ni swali, lakini sitolaumu kama mtasahau. Na mwisho ya yote, wazee wana sifa ya kusinzia na kulala. Kwa hiyo kama watu humu wanasinzia na kulala, wala si walaumu, kwa sababu ni sifa yao. Ila kamanda anapoongea ni vizuri basi angalau ukawa macho pamoja na wazee wako. Nilipata bahati kufanya kazi katika mkoa wa Mara miaka ya mwisho ya uhai wa baba wa taifa. Nilikuwepo mkoani Mara kikazi kuanzia mwaka 98 mpaka mwaka 2001. Moja kati ya majukumu niliyopangiwa nikiwa mkoani Mara chini wa kamanda wangu wakati wa Paul Tobi, namshukuru sana kwa kuniongoza vyema, ilikuwa ni kumsindikiza mwalimu na kumpokea kila alipokuwa anakuja mkoa wa Mara. Nalisema hivi kwa sababu safari yake ya mwisho mwalimu akiwa hai, nilihusika katika kumchukua msafara wake kutoka nyumbani kwake Butiama mpaka uwanja wa ndege wa mkoa wa Mara. Na vivyo hivyo nilikuwa mkoani Mara katika timu iliyosimamia mapokezi ya mwili wake na yale yote yaliyotokea katika kumzika Mwalimu Nyerere. Najivuna kwa hilo
Kwa hiyo nimekuwa muumini mkubwa kwa yale aliyokuwa anayaadvocate kuyasimamia na kuyaenzi. Sasa tuje katika mada, na mwenyekiti atakonilinda kwa dakika moja mbili, sio kwa sababu tulisoma wote Tanzania, lakini kwa sababu tu anajua ninayosema hapa yanatokana na uhalisia wangu. Leo nasimama mbele yenu nikiwa na moyo wa upendo, moyo wa matumaini na moyo wa uzalendo. Nimekuja hapa si kwa maneno ya kuwagawa, bali kwa maneno ya kuwaunganisha. Nimekuja kuzungumzia jambo moja muhimu kuliko yote, ambalo ni amani. Wananchi wenzangu, kabla hatujaongea au hatujaongelea masuala mengine kama vile barabara, tujaongea kuhusu masuala ya umeme na swala ya ajira, ni muhimu sana tuzungumzie amani. Maana bila amani hakuna maendeleo, bila amani hakuna chochote kinachoweza kufanyika, na bila amani ndoto tulizokuwa nazo kama taifa zinaweza zikatoweka kama moshi. Nini maana ya amani? Neno amani kila mtu anaweza kulitafsiri kwa hali ambayo anaweza kuiona, na kwangu mimi amani ni kila kitu. Nchi nyingi duniani zilizokosa amani leo zimebaki na majuto. Tazameni majirani zetu waliopitia vita, fujo na migogoro, uchumi wao umeporomoka, watu wamepoteza makazi, watoto wamepoteza ndoto. Lakini Tanzania yetu